Mwanaume alitupa vitafunwa kwenye pipa la taka. Sekunde iliyofuata, vitafunwa hivyo vilijitokeza mbele ya wakimbizi wa enzi za kati. Mwanamke alishtuka sana na tukio hilo. Kwa hofu, aliwauliza wasaidizi wake ni vitu gani hivyo. Wakati huo huo, mwanaume alishangaa kuona vitafunwa vimetoweka kwenye pipa. Kwa hasira, alitupa tena vitafunwa vyote hadi alipogundua kioo kinachong'aa kilichokuwa chini. Kwa udadisi, alikichunguza kioo hicho cha ajabu. Ghafla, sauti ilisikika kutoka kwenye kioo. Ilimtia mwanaume hofu kubwa. Kumbe, mwanamke aliyekuwa ndani ya kioo alikuwa akiomba kwa Mungu atume chakula zaidi. Mwanaume aliposikia sauti hiyo, alitetemeka kwa hofu, lakini hali yake nzuri ya moyo ilimfanya ajibu. Mwanamke na wasaidizi wake walidhani ni muujiza kutoka kwa Mungu. Mara moja walipiga magoti na kuomba msaada wa Mungu. Mwanaume, akitafakari maisha yake ya huzuni na dharau kutoka kwa mke wake, aliamua kutumia fursa hiyo kupata vitu vya kale ili aviuze na apate utajiri. Alimwambia mwanamke kwamba wanapaswa kubadilishana chakula kwa dhahabu na vito. Mwanamke akaamuru kila mtu atoe vito vyao. Viliwekwa vyote ndani ya kioo. Mwanaume alitazama vitu vya kale vilivyojitokeza mbele yake, akiamini amepata utajiri ghafla. Kwa furaha, alitimiza ahadi yake na kutupa kikapu kizima cha chakula kilichokwisha muda wake ndani ya kioo. Baadaye, alikwenda kituo cha kutathmini vitu vya kale, lakini kila mtu pale alimdhihaki. Mke wake na jitu la kumsumbua walikuwepo pia. Walipoona mavazi yake ya ovyo, walimkemea kwa kuthubutu kuingia mahali pa watu wa hadhi, na wakaamuru walinzi wamtoe. Wakati huo, mmiliki wa kituo alifika na kuzuia walinzi. Lakini mke wa mwanaume na jitu hilo walidhani mmiliki ni mfanyakazi wa kawaida. Mke wake akamwambia mpenzi wake wa zamani ampigie meneja. Meneja alipowasili, jitu likaanza kumfagilia na kumtuhumu mwanaume na mwanamke kwa kusababisha vurugu. Lakini meneja alipomwona mwanamke alitambua kuwa jitu limekosea sana. Jitu bado halijajua kosa lake, liliendelea kumtukana mwanaume na mwanamke. Meneja akampiga kofi mara moja, akitangaza kuwa mwanamke huyo ndiye bosi mkuu wa shughuli nzima. Ndipo jitu likatambua ujinga wake na mwanaume akachukua fursa hiyo ya dhahabu. Akatangaza vitu vya kale alivyopata kutoka kwenye kioo cha kichawi.